إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وقد فاز المتقون. Ndugu zangu waislamu, baada ya kumhimidi na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia salamu nyingi kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwanza tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ametuchagua ni katika wale ambao tumeweza kuudiriki mwezi mwingine mtakatifu katika ile miezi mitakatifu minne, mojawapo ni mwezi huu wa Muharram. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu pamoja na utakatifu wake na ubora wake, lakini kumetokea matukio makubwa ya kihistoria ya Uislamu na Waislamu, nalo ni tukio la Ashura. Ashura ni siku ya 10 katika mwezi Muharram. Siku hii ni siku bora, ni siku adhim, ni siku ambayo Uislamu ulipata nguvu na Waislamu walipata nguvu, na manabii waliotangulia na mpaka sasa wafuasi wanaiadhimisha siku ya Ashura kwa kufunga, kwa sababu ni siku adhim. Ashura ni neno la Kiarabu, ina maana ya 10, al-ashir, kwa maana Ashura ni siku ya 10 ya mwezi wa Muharram. Sasa sisi siku ya 10 bado hatujafika siku ya 10, na itatufikia tukiwa katikati ya wiki. Kwa ni muhimu kuzungumza baadhi ya mambo yanayofungamana, lakini pia kuwakumbusha historia fupi kwa ufupi sana kuhusiana na siku hii. Ndugu zangu Waislamu, siku hii ina mtiririko mrefu.
lakini tunaanza kwa kati. Ni kwamba baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kummakinisha Yusuf katika ardhi ya Misri, na nyinyi mnafahamu kwa nabii Allah Yusuf alifanywa husda na ndugu zake, akatupwa kwenye kisima ili afe, lakini hakufa, akaokolewa, akauzwa katika ardhi ya Misri, akawa anaishi Misri kwa muda mrefu, na pale akapata kazi katika serikali ya Firaun. Ikawa yeye ni mweka hazina mkubwa pale, muaminifu kama Qur'ani inavyoeleza. Kikawaida mtu ukiwa na nafasi unawaita na wenzako, kwa hiyo akawaita ndugu zake katika ardhi ya Misri, akapeleka salamu kwa baba yake, ndugu zake, familia yake, wajomba na shangazi, tokeni huko katika ardhi ya Palestina, njooni huku katika nafasi ambao mimi nipo. Na hiyo ni kawaida kwa kila yule ambaye ana akili timamu, kuwasaidia ndugu zako pale ambapo una nafasi. Isiwe aibu kwamba bwana yule ndugu yake ni mtu fulani, alafu ukawa umekaa ovyo ovyo ueleweke. Kwa hiyo kama una nafasi unawaita ndugu zako, jambo la kawaida. Lakini yeye Yusuf akawaita ndugu zake katika ardhi ya Misri, akiwepo baba yake na familia yake. Wanatarehe wanasema walikwenda kama watu 70 hivi katika ile ardhi ya Misri. Kwa kuwa Firaun anamwamini sana Yusuf, basi akawapa wao sehemu pale Misri. Hii chukueni, faashu aishatan tayyibatan, wakawa wameishi maisha mazuri katika zama za Yusuf alayhi salatu wassalam. Maisha yao maisha ni mazuri, wakazaliana, wakawa wengi, wakawa na nafasi, wana majumba, wana mali, wana hiki. Hadithi wala haraj, elezea vile unavyotaka wewe, lakini ni watu ambao walikuwa wamejimakinisha sawa sawa, wana watoto, wana familia, wana mali, wana mambo mbalimbali. Baada ya Yusuf sasa kufariki, baada wafati Yusuf alayhi salatu wassalam, baada ya kufa Yusuf alayhi salatu wassalam, hali ikabadilika, taghayyara alhal, hali ikabadilika kwa wana wa Israeli. Kwa kizazi chake Yusuf hali ikabadilika sana, ikawa Firaun anawadhalilisha, anawafanisha kazi usiku na mchana, anawatesa mpaka mateso yakafikia pale Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza kwenye kitabu chake yeye mwenyewe, akasema tilka ayatul kitabil mubin, hizo ni aya ambazo ziko wazi wazi. Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq, ambazo tutakusomea habari za nabii Musa na Firauna kwa haki, liqaumi yu'minun, kwa watu ambao wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wasomee hawa habari za nabii Musa na Firaun. Sasa hapa Musa kaingiaje? Kwa maana alipelekwa baada ya Yusuf alayhi salatu wasalam, lakini hali kuwa ni mbaya, hali ambayo iliyofikia Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza, inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Ilifikia hali kwamba hakika Firaun ametakabari katika ardhi, ala fil ardi, amefanya ufyosi na ujeuri na takaburi ya hali ya juu katika ardhi. Waja'ala ahlaha shi'an, ikawa
amewaweka wale watu wake makundi kwa makundi, kwa maana amewagawa wale bani Israili. Yastadhifu ta'ifatan minhum, analidhoofisha kundi katika wao, anawadhoofisha kundi katika wao, kwa maana anawapa kazi ngumu. Yudhabbihu abna'ahum, anawachinja watoto wao wa kiume, wayastahyi nisaahum, na wanawaacha watoto wao wa kike. Innahu kana minal mufsidin, ni hakika kabisa Firaun alikuwa katika waharibifu katika ardhi. Ni watu wabaya sana. Firauni ni mtu mbaya sana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika aya mbele kwamba alikuwa anataka kuwaneemesha wale ambao wamedhalilishwa katika ardhi, na tuwafanye wao kuwa ni viongozi, na kadhalika tuwafanye wao ndio warithi wa nchi hile wa mali zile. Hapa nimezungumza kwa mkato, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale matukio ambayo ameyafanya Firaun, baadaye anataka kumuonyesha kwamba sisi tuna nguvu zaidi ya wewe. Wanuri ya Firauna wa Hamana wa junudahuma, Allah subhanahu wa ta'ala ili apate kumuonyesha Firaun na Haman na jeshi lake kwa yale ambayo waliokuwa wakiogopea, kwa maana wale walikuwa wakiwaua kwa sababu wanazo taarifa ya kwamba atatokea mtu katika bani Israeli atakuwa mtawala, atachukua utawala wako. Kwa hiyo akaona isiwe taabu, akaanza kuwaua bani Israeli. Ndugu zangu Waislamu, hali ikaendelea hivyo na balaa likawa kubwa, zamanan tawilan, muda mrefu. Ikawa Firauna anafanya ujabbar kwa kuwaua wale na kuwachinja na kuwakata miguu na kuwaua vibaya na kuwapeleka sehemu za mbalimbali, wengine ni kuwafukia au kuwatupa baharini au kufanya hivi, kama mnavyofahamu nyinyi watawala waovu wanapokuwa katika madaraka, na madaraka wanavyoyatumia vibaya. Wanaona kwamba wao wataishi milele, wanawaua watu kwa dhulma, wanawapiga watu kwa dhulma. Na hiyo ndiyo tabia ya Firaun aliyoanzisha tokea hapo kale. Wanaona kwamba huyu atakuja chukua nafasi yangu, lakini dawa hapa ni kumuua au dawa kumfanya kitu fulani. Huo sio mwenendo wa sawa, huu ni uharibifu. Innahu kana minal mufsidin, alikuwa hakika kabisa Firaun alikuwa ni katika watu waharibifu. Hali hiyo ikaendelea kwa bani Israeli kwa muda mrefu. Allah subhanahu wa ta'ala akampeleka nabii Musa, na kisa chake ni kirefu. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina ila Firauna wa mala'i, kisha baada ya hapo tukampeleka nabii Musa kwa aya zetu kwenda kwa Firaun na kundi lake. Fadhalamu biha, lakini wakakataa. Fandhuru kaifa kana aqibatul mufsidin, sasa tizama mwisho wa watu wabaya ulikuwaje. Waqala Musa ya Firaun inni rasulun min rabbil alamin, Musa anamwambia Firaun, mimi ni mtume bwana kutoka kwa Bwana wa ulimwengu wote. Na ayati mbalimbali nyinyi mnazifahamu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nazi'at pia anaeleza jambo la nabii Musa alayhi salatu wasalam kupelekwa kwa Firaun. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bilwadi almuqaddas tuwa idhhab ila Firauna innahu tagha fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha faarahu al-ayata al-kubra fakadhaba wa'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza hivi, hazikukujia wewe habari za nabii Musa wakati alipomuita katika bonde la Tuwa, bonde lenye kubarikiwa, akamwambia nenda kwa Firaun ukamlinganie, uende akamuogopa Mola wake. Lakini Firaun akapinga, akakataa, akenda zake. Thumma adbara,
kisha akapanyongo, kisha akaenda zake, akawa anafanya ufisadi. Fahashara fanada, akawakusanya watu, kisha akanadi, ana rabbukumul a'la, mimi ndiyo Mola wenu mkubwa. Huyo Mola wa Musa si kitu chochote, mimi ndiyo mwenyewe. Ndugu zangu Waislamu, hali ilikuwa ni mbaya sana kwa watu wa Musa au watu wa Yusuf bani Israeli dhidi ya Firaun. Lakini Nabii Musa alipomlingania na kumwambia kwamba bwana, mimi ninayozungumza haya ni haki kutoka kwa Mola wangu, akamwambia qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum, mimi nimekuja na hoja kutoka kwa Mola wenu, farsil ma'i bani Israil, basi niachie mimi na hawa wana Israeli tukimbie katika sehemu hii tutoke. Yani ikafikia kipindi Nabii Musa sasa anamfuata Firaun, basi usiwaadhibu hawa watu na kuomba hawa watu unipe mimi nitoke nao, mimi ni mtume, naomba nao nitoke pamoja nao hawa, mimi nimekuja na dalili za waziwazi. Firaun akamwambia, qala in kunta ji'ta biayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin, ikiwa wewe umekuja na aya za waziwazi zilete, ikiwa wewe ni mkweli. Ndio pale Nabii Musa akatupa fimbo yake, fa alqa asahu, akaitupa ile fimbo, fa idha hiya thu'banun mubin, mara ikawa ni ghafla fimbo ile ikawa ni nyoka aliyewazi. Akatoa mkono wake ikawa ni mweupe kwa wale wenye kutizama. Lakini Firauni vile vile alifanya nini? Alikataa, akasema hawa watu nitawaadhibu, nitahakikisha kwamba watu hawa nitawamaliza wote. aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, baada ya matukio yote hayo, Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha Nabii Musa atoke usiku na watu wake. Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha Musa atoke usiku kwa amri Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akaeleza kwamba tukampelekea wahi Musa atoke usiku na wafuasi wake, hakika yeye ni mwenye kufuata. Kweli Firaun akakusanya watu, ikawa anamfuata Musa alayhi salatu wassalam. Alipomfuata akaenda mpaka kwenye bahari iko mbele yao na hakuna sehemu nyingine ya kukimbia, mpaka watu wa Musa wakasema, falamma tara aljam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Baada ya kuwa wanaonana, makundi mawili yanaonana, watu wa Musa wakasema kumwambia Musa, hakika sisi ni wenye kukamatwa, mbele yetu kuna bahari, nyuma wanakuja hawa mabwana Firaun na jeshi lake, sisi tutafanya nini? Wakawa wanaulizana kina Yusha bin Nun na wengineo, na yule mtu ambaye aliyekuwa mu'min katika kipindi cha Firaun, wakawa wanamuuliza Nabii Musa. Nabii Musa akawaambia, kwa kuwa hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuangalieni Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe atafanya nini. Qala, akasema, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, hapana, hakika mimi nina Mola ambaye ataniongoza mimi. Kwa maana hapa anasikiliza maelekezo. Wao hawakusema tujitupeni baharini, hawakuchukua maamuzi yao wenyewe binafsi, hawakuchukua natija yao wenyewe binafsi, matokeo yao, bali jambo lao waliliegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba sisi tunasikiliza muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akampelekea wahi Musa, anidrib bi'asaka al-bahr, kwamba aipige bahari na fimbo yake.
ile bahari aipige na fimbo yake, na kweli Musa akaipiga. Fakana kullu firqin kattawdi alazim, ikawa ile bahari imepasuka pale, ikawa ni kama vile majabali mawili. Bahari imekaa majabali mawili, ikatengeneza njia pale, na watu wa Nabii Musa wakapita katika njia ile. Kupita watu Nabii Musa, watu wa Firauna nao wakawa wameshafika pale. Walipofika wakaona ngojea tuwafate watu hawa. Wa anjaina Musa wa man ma'ahu ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwamba tukamuokoa Musa na wale waliokuwa pamoja naye wote. Wa anjaina Musa wa man ma'ahu ajma'in, tukamuokoa Musa na waliokuwa pamoja naye wote wakaokolewa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza thumma aghraqna al-akharin, kisha wale wengine tukawaangamiza. Hili ndiyo tukio la Ashura. Nimelifunga kwa sababu ni habari ndefu, mambo yake ni marefu, pana maelezo marefu, aya ni nyingi, huwezi kuzisoma zote. Kwa hiyo hili ndiyo tukio kubwa la Ashura. Kwa hiyo ukisikia Ashura, maana yake ni kuokolewa Musa kutoka kwa adui yake Firaun katika siku ya 10 katika mwezi wa Muharram. Hiyo ndiyo maana ya Ashura. Na Nabii Musa alayhi salatu wassalam, kuokolewa kwake alifunga katika siku hiyo kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na Mayahudi wakawa wanafunga hiyo siku miaka kwa mikaka, mpaka akaja mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, kama inavyoelezwa katika sahihi mbili kwamba mtume alayhi salatu wassalam alifika Madina. Qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam almadinata, alifika mtume Madina. Fawajada alyahud siyaman yawm Ashura, akawakuta Mayahudi wanafunga siku ya Ashura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume akawaambia wao, ma hadha alyawm alladhi tasumunahu, ni siku gani hii ambayo nyinyi mnaifunga? Qalu hadha yawmun adhim, wakasema hii ni siku kubwa. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu, ni siku ambayo Allah alimuokoa Nabii Musa na watu wake. Wa aghraqa Firauna wa qaumahu, na akawaangamiza Firauna na watu wake. Fasamahu Musa shukran, Nabii Musa akafunga kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fanahnu nasumuhu, na sisi Mayahudi tunafunga. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume alayhi salatu wasallam akasema, fanahnu ahaqqu wa aula bimusa minkum, sisi tunastahiki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Fasamahu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume na yeye akafunga. Wa amara bisiyamihi, kisha akaamrisha watu wafunge siku hiyo. Kwa hiyo ukisikia watu wanafunga Ashura, hiyo ndiyo maana yake, kwamba Nabii Musa aliokolewa kutokana na nduli mkubwa, adui wa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo Firaun. Kwa hiyo yeye akafunga kwa ajili ya shukurani, na yeye mtume akasema, mimi ninastahiki zaidi ya Musa kuliko nyinyi Mayahudi, na mimi nafunga pia vile vile. Kwa hiyo mtume akawa anafunga. Ndugu zangu Waislamu, lakini ilipokelewa katika riwaya nyingine kwamba mtume anasema, mimi nikiishi mwaka unaofuata nitafunga siku ya 9 na ya 10 ili kuwakhalifu Mayahudi, au unafunga 10 na 11 ili kuwakhalifu Mayahudi. Ndugu zangu Waislamu, katika hii siku ya 10 hii ambayo ni siku zimeingiliana ndani yake, watu wengine wanadhania kwamba tukisema Ashura kama vile inawagusa Mashia, wakati Ashura ni yetu, isipokuwa wao wameiongezea chumvi. Sisi tuwafunga kwa ajili ya shukurani, wao wala na kupika na kujitesa.
na kuvaa nguo nyeusi. Sababu yao kubwa ni nini? Sisi na wao tuna tofauti. Sisi tuwafunga kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na nduli huyo mkubwa, kama vile mtume alivyoleta maelekezo yake. Lakini wao wanajipiga na kujichana-chana kwa mtu ambaye aliuliwa na Mashia. Mtu huyo wamemuua wao wenyewe, alafu wao wenyewe ndio wanajitesa katika nafsi zao, kwa sababu Hussein radiyallahu ta'ala anhu, Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, mjukuu huyu wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, aliuliwa huko Karbala. Ni katika tarehe hizo tunazungumza, aliuliwa huko Karbala ni karibu na Iraki huko, na wao ndio walikuwa wanaishi huko, wakamuita huko, akauliwa huko kwao. Kama ni kweli Ahlus Sunna walishiriki kumuua, kwa nini asiuliwe Maka na Madina ambayo ndio ni sehemu ya Ahlus Sunna wal Jamaa? As-Salafiyun walikuwepo huko, lakini alikwenda huko akauliwa huko. Mbona hakuuliwa Madina, hakuuliwa Maka? Kwa hiyo wao wamemuita kwa barua mbalimbali, njoo tukupe uongozi, na Husaini naye hakenda. Tukio la Husaini kwenda kule amefanya makosa, kwa sababu alinasihiwa na masahaba, akaambiwa usende, hawa watu ni watu wa fitna, hao si watu wa kweli, na yeye akaenda, na kilichomkuta ni yale ambayo wakubwa zake waliomwambia. Ndugu zangu Waislamu, tukio hili nalo linahitaji maelezo yake, lakini kwa ufupi, riwaya zote zinazoeleza kuhusiana tukio la Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, riwaya zote zimepita kwa Mashia zote. Hakuna riwaya hata moja iliyopita kwa Ahli Sunna, na kama si Shia basi imepita kwa mtu dhaifu. Kwa hiyo refa wao, kocha wao, kila kitu chao, chama chote ni chao, kwa wao ndio walioeleza tukio hili au Mashia jinsi ya kuuliwa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Kwa sisi hatuwezi kuchukua habari zao kwamba kauliwa, kafanywa hivi, kapigwa vile, kapigwa kile, kichwa chake kimekatwa kikapelekwa kwa Yazidi naye akakitesa kile kichwa. Hayo ni maelezo wanayatoa wao, hatuyatoi sisi. Kwa riwaya zote ambazo zimepita kuzungumza tukio la Hussein bin Ali bin Abi Talib ni wao, na haya yanahitaji maelezo marefu pia vile vile. Lakini sisi tunachozungumza sisi kuambia Waislamu ya kwamba siku ya Ashura ni watu kufunga siku ya 9 na kufunga siku ya 10, au kufunga siku ya 10 na kufunga siku ya 11, lakini sisi tunafunga kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na matukio yaliyotokea huko nyuma, kunusuriwa Uislamu, kupata nguvu Uislamu na kupata nguvu Waislamu, na Waislamu wakawa wamemiliki zile sehemu au zile mali za Firaun. Uislamu ukawa na nguvu kwa watu wa Musa. Sisi hilo ndio ambalo tunatakiwa tulishukuru, lakini sio kitu kingine. Ndugu zangu Waislamu, mambo ni mengi na wakati wetu ni mdogo, na pia taimu yetu imekwenda. Tutaishia hapa insha Allah. Katika hutuba nyingine tutaeleza yale ambayo yaliyobaki. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimis salat.